Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, amma ba'd. Ndugu zangu, leo nawaleteeni aya moja fupi sana inayopatikana katika suratul Baqara, aya yenye maneno takriban 7. Na hapa kabla sijaendelea na aya hii au kupa aya hii, nataka nikupe kwanza faida 7 zinazopatikana katika aya hii. Kwa mtu ambaye atakayesoma akaifanya kazi, basi insha Allah aya hii ina faida kubwa sana. Faida ya kwanza kabisa, aya hii kwa ajili ya ulinzi dhidi ya maadui. Unaandamwa katika sehemu za kazi, unaandamwa katika mtaa unaoishi, ama unahisi kwamba kuna uadui mkubwa unakufukuza unakupata, basi insha Allah aya ya kuisoma mara kwa mara, hususan isome aya hii kabla wakati wa kulala mara 1111. Wallahi utaona mara 1111, utaona muujiza mkubwa sana kutoka katika aya hii. Lakini kama utakuwa na haraka, basi isome mara 111. Ni aya fupi sana, lakini wallahi ina maneno 7 mafupi ambayo mtu yoyote anaweza kahifadhi. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, inatuliza moyo kwa wasiwasi. Muda mwingine mtu anakuwa na pressure, unakuwa na wasiwasi, moyo unakwenda mbio, alafu unahisi kama kuna mzigo mzito sana umejitika kichwani wako, msongo wa mawazo, mzigo wa mawazo. Basi aya hii inakwenda kutuliza aya hiyo, inakwenda kutuliza hali hiyo. Aya hii inakwenda kuondosha yote hayo ambayo kwamba uliokuwa nayo. Hii ni faida ya pili inayopatikana katika aya hii ambayo si muda mrefu nitakwenda kukuletea. Faida ya tatu, kwa matatizo ya kesi mahakamani. Una kesi imekuelemea, kesi imekuwa nzito, aidha umetenda hilo jambo au hukutenda hilo jambo, lakini mwenendo wa kesi unakwenda vibaya, basi insha Allah kila siku isome hii aya mara 1111, utakwenda kuona muujiza mkubwa sana katika aya hii. Na wallahi hakuna mtu ambaye alisoma aya hii kisha akakosa majibu, labda kama utasoma hali ya kuwa una yakini. Ukisoma kwa yakini, basi ukosi majibu katika aya hii. Hiyo ni siri ya tatu. Siri ya nne, aya hii inakataa siri ya nne, aya hii inakataa njama, inakata njama zote za siri. Kama kuna vikao vya siri umekaliwa, una mambo binafsi watu wamekaa kwa siri wanakufanyia, ama kuna baadhi ya watu wanakaa na agenda zao za siri juu yako wewe na wewe mwenyewe hujui, basi ukisoma aya hii katika miongoni mwa faida za 4, zile njama zao, hila zao, kila kitu kinakwenda kinapinduka, na usipoangalia pengine hila zao zinaweza zikawarejea wao wenyewe, kama utaisoma kila siku aya hii biidhnillahi taala. Hiyo ni faida ya 4. Faida ya 5 ni kwa ajili ya kujikinga na hasara za watu, kwa ajili ya kujikinga na hasira za watu. Mfano, watu wanaokasirikia, mtu mwingine muda mwingine anakuwa na ghadhabu na wewe, mtu mwingine anakuwa hakutamani hata kukuona. Muda mwingine anakuwa katika mikutano, katika mahusiano, basi mahasira na nini. Aya hiyo kisoma mara kwa mara inakwenda kuondosha na kukinga hali hiyo. Lakini vile vile aya hii ndani yake kwa riziki na uhitaji wa riziki, bimaana mtu anaisoma kwa ajili ya kuhitaji riziki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amfanyie sahali katika swala la riziki biidhnillah. Lakini faida ya 7 ni silaha. Aya hii ni silaha ya kimya kimya. Yani hii ukisoma ndugu yangu, inakuwa umejivisha bomu na silaha yako kwa kimya kimya, watu hawajui biidhnillah taala. Ni aya simple sana, nyepesi sana. Ukisoma aya hii ndugu yangu Islam, basi kuna faida kubwa sana unakwenda kuipata biidhnillah taala. Twende tukaisome hii aya, nitairudia hapa mara tatu ili uweze kuichukua. Na kabla sijaendelea kukupa hii aya, ni watangazie Waislamu na hata Wakristo, tuna dua kubwa sana tunakwenda kuifanya kwa ajili ya kufunga mwaka mpya wa Kiislamu, kupokea mwaka mpya wa Kiislamu. Tumeumaliza mwaka huu insha Allah, tunaingia mwaka mwingine wa Kiislamu. Kwa hiyo tutakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika mwaka unaokuja, atufanyie wepesi katika mwaka tunaokuwa nao. Kama tuna mitihani, mambo yetu yalikuwa mazito, yalikuwa magumu, basi Mwenyezi Mungu atufungulie katika mwaka huu unaokuja. Cha kufanya, utanitumia majina yako, na hasa wale ambao wanaishi nje ya nchi wana namba yao, na wanaoishi hapa ndani wana namba yao ya simu
ya kutuma hayo majina na kutuma jambo gani unatakiwa wafanyiwe dua, na dua hii ni free of charge, wala haina malipo yote. Ni wewe tu kutuma majina yako na kuwekwa katika dua hiyo. Watu wa nje ya nchi namba yao ni 0773110001. Narudia, watu wa nje ya nchi namba yao ni 0773110001. Hawa ni wa nje ya nchi. Wale wa ndani ya nchi nitawapa baada ya kusoma aya hii. Haya inasoma hivi: fasayakfikahumullahu wa huwa samiul alim. Fasayakfikahumullahu wa huwa samiul alim. Fasayakfikahumullahu wa huwa samiu alalim. Fasayakfikahumullahu wa huwa samiul alim. Hiyo ndo aya ambayo utakwenda kuisoma mara 1111. Fasayakfikahumullahu wa huwa samiul alim, fasayakfikahumullahu wa huwa samiul alim, mpaka mara 1100 biidhnillahi taala. Ina maneno 7 tu, ina maneno 7 tu. Usipuuze, ichukue na nenda kaifanye kazi biidhnillahi taala aya hiyo. Baada ya kusema hayo, sasa mtoe namba kwa ajili ya watu wa ndani ya nchi. Watu wa ndani ya nchi wao watatuma majina yao katika namba 07138111 mwisho 46. Watu wa ndani ya nchi namba yao ni 07138111 mwisho 46. Dua hii itafanyika tarehe 17 ya mwezi huu wa sita. Tarehe 17 ya mwezi huu wa sita ndio dua hiyo itakwenda kufanyika, na tutakuwa live katika channel yetu ya YouTube na kule kwenye TikTok biadhnillahi taala. Lakini kwa yale majina ambayo utatumiwa, hatutaweza kuweka hadharani kwamba fulani fulani. Tutajua jinsi gani ya kuombea na jinsi gani ya kufanya biidhnillahi taala. Baada ya kusema hayo, niseme wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.